Jumla ya watu 139 waliokuwa wakikabiliwa na mashtaka mbalimbali ikiwemo uhaini, kuchoma moto, kuharibu mali za umma na unyang'anyi wa kutumia silaha kuhusiana na vurugu na maandamano yaliyotokea baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 wameachiwa huru baada ya mkurugenzi wa mashtaka yani DPP kusitisha uendeshaji wa kesi hizo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mahakama za wilaya Ilemela na Nyamagana, watuhumiwa 76 walikuwa wanakabiliwa na mashtaka ya uhaini katika wilaya ya Ilemela, huku wengine 63 wakiwa wanakabiliwa na makosa ya uhalifu wa mali, unyang'anyi na utumiaji wa silaha na uchomaji moto katika wilaya ya Nyamagana. Watuhumiwa hao ni miongoni mwa watu 281 waliofikishwa mahakamani katika wilaya hizo mbili, wakihusishwa na matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea kati ya Oktoba 29 na 31 mwaka huu. Kesi ya kwanza kwa Mheshimiwa Kiama tulikuwa tunakuja kwa ajili ya